Semaje, hongereni siku hii ya leo, alama 3 za kwanza katika uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo, unazizungumziaje? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumepata matokeo mazuri, na matokeo mazuri ya leo ni yanakutoa kwenye hatua ya robo finali yanakupeleka hatua ya nusu finali. Ni ushindi ambao nimeuzungumza kwamba Yanga wote tunastahili sifa. Technical bench, players, mashabiki, viongozi tunastahili sifa kwa sababu tumeweza kurecover wote kwa pamoja kutoka mchezo wa mwisho ambao tumepoteza wa ligi, na leo tumecheza 90 minutes kwenye performance ya juu sana. Kwa pitch ilivyo ya Isamuhyo unahitaji wachezaji kujitoa sana kuweza kushinda kwenye uwanja. Na leo ukiangalia kiwango cha kujitoa wachezaji, commitment ya wachezaji wetu leo ilikuwa katika kiwango cha juu sana. Ndio maana leo imekuwa ndio ushindi wetu wa kwanza kwenye uwanja wa Isamuhyo. Maana yake sio sehemu rahisi, ni sehemu ngumu na pamekuwa pana ushindani siku zote. Kwa hiyo wana Yanga wote kila mmoja amecontribute ushindi wa leo, na tuna haki ya kujipongeza kutokea hapa kuelekea hatua ya nusu finali inshallah. Kapteni hatujamuona siku hii ya leo Bakari Nondo Mwamnyeto. Pengine kwa sababu ya matokeo ya mchezo uliopita, kwa sababu baada ya mechi pia alipokea maneno mengi ambayo sio mazuri. Bakari leo tumemkosa kwa sababu hayuko sawa kisaikolojia. Hiyo ndio fact, na wachezaji wamenituma nifikishe ujumbe kwa wanachama na mashabiki wetu. Hakuna mchezaji ambaye anaamka nyumbani aende katika uwanja wa mazoezi aje kwenye mechi aifungishe Yanga. Mistake inatokea. Hata wewe katika kazi yako ya kawaida ya uandishi wa habari, kuna siku unaweza kumhoji mtu vibaya, ukampa mtu swali mkagombana naye, si ndio? Kwa hiyo mistake zinatokea kwenye kila aina ya kazi. Kwa hiyo Bakari hajakuwa kwenye mpango wa mechi leo, sio kwa sababu ana injury kwenye miguu, bali kisaikolojia hayuko sawa. Kutokea mchezo Dodoma amepokea message nyingi kwenye namba yake, DM, na kuna watu wana namba ya simu mpaka za familia yake. Sio kama mnaweza kuelewa ukubwa wa mafuriko waliokutana nayo. Yaani mpaka familia yake ilipokea hizo message, watu wakimshutumu na kumlaumu sana. Kwa hiyo saikolojia hakuwa sawa, akaja kuzungumza na bench la ufundi na players wenzake kwamba leo naomba nipumzike, nijiandae na mchezo unaofuatia. Kwa hiyo players wanahitaji. Unajua tumebakiza mechi 7 kwenye ligi na tuna mechi 2 za kombe la CRDB. Hakuna muujiza unaweza kutokea sasa hivi kuleta mchezaji mpya. Hawa tuliokuwa nao hawa ndio project hii inabidi tumalize nao pamoja. Hawa tunatakiwa sisi wana Yanga tusimame nao pamoja. Inafanyika mistake. Nimetoka kuambia hii ni football. Tupoteza mechi na Dodoma, hatuombei, hatujipangi na hilo, lakini inaweza ikatokea tukapoteza mechi nyingine kwenye ligi. Lakini haimaanishi kwamba players wanapoteza kwa sababu hawajitumi. Mistakes zinatokea. Kwa hiyo wanaombi wachezaji wetu wote sasa tusimame pamoja. Yaani hakuna muujiza sasa hizi mtamwambia engineer alete mchezaji mpya. Hawa tuliokuwa nao ndio wa kwetu na ndio wanatakiwa watufikishe nchi ya ahadi. Wametupeleka nusu finali, tuko nao tunafurahia leo. Wametuweka kileleni wa msimamo wa ligi tofauti ya pointi 2, tunafurahia leo. Tusimame nao mpaka mwisho watugee ubingwa wetu. Tusimame nao na wao waweke rekodi. Wengine wachukue mara ya kwanza ubingwa, wengine wachukue mara ya pili, wengine wachukue mara ya 5. Kwa hiyo tusimame nao pamoja, tuwape support. Sio katika nyakati nzuri, tuwape support hata katika nyakati ngumu, kwa sababu players anajua shabiki yuko mara zote goli linapofungwa, lakini anamdai shabiki kuwa nyuma yake siku anapokosa goli. Sasa tukianza hii tabia kupelekea moto wachezaji wenyewe, sio kwamba tunajenga, tunaunga nguvu kwa wapinzani kudhoofisha nguvu yetu. Kwa hiyo the easiest way ya siku kuchukua ubingwa ni kuamua kusimama na wachezaji wetu, kusimama na timu yetu pale matokeo mazuri. Tukiendelea hivi maana yake kuna siku mimi nitapewa namba 8 pale. Tukiendelea hivi kama hadi baba yake mzazi unamwambia maneno kuhusu mwanae, sijui mama yake na maneno kuhusu mwanae, itafika siku hapa mtanikuta katikati ya uwanja. Bwana vipi? Nimesimama Dimba, vipi Duke hayupo? Alikamwe kaingia. Vipi tunapelekewa moto kiungo nani? Vitinya huyo. Mambo yanakuwa magumu. Kwa hiyo ni muhimu sana tutambue nyakati zilizokuwa nazo. Hizi sio nyakati za kuanza kupelekeana maneno, ni nyakati za kusimama kwenye timu pamoja. Mistake inapokuja tusimame, tumwambie mchezaji, na mimi kama mnavyofahamu sijawahi kuambia wana Yanga wasitoe maoni yao. Watoe maoni yao kwa nidhamu, bwana leo kuna hiki na hiki, baada ya pale tunafunga mjadala, tuendelea kuisupport timu. Lakini tena mpaka kwenye namba ya simu
mpaka kwa mjomba wake. Yani hata kama unamfahamu mjomba wake ana biashara ya dagaa, unaenda kununua dagaa na maneno, mwambie mjomba wako atuzungua. Sasa mambo gani hayo? Kwa hiyo tusimame pamoja. Yani tunachokifanya sio ushujaa, tunadhoofisha nguvu yetu kama Yanga. Yani wewe unavyosimama mwana Yanga umevaa jezi ya Yanga, unamtukana mchezaji siku 4 mfululizo, sio kwamba wewe unakuwa mjanja, bali wewe unakuwa mshamba, kwa sababu unadhoofisha nguvu yako mwenyewe na kumpa ushindi adui. Tukiwa imara, kundi likiwa pamoja, mashabiki tumeungana, wanachama tumeungana, viongozi tumeungana, players wameungana, hakuna cha kutuzuia tusitetee ubingwa wetu msimu huu. Tuwe pamoja, focus ibakie pale, tupate mgono. Ujumbe ambao wamenituma wachezaji ni ulete, na naamini wana Yanga ni waelewa, watakuwa wametuelewa. Tupambanie timu yetu inshallah. Ali, hapo kwenye ubingwa. Ungechaji tayo. Hapo kwenye ubingwa Ali, nikitazama msimamo wa ligi bado mpaka sasa hivi competition ni kubwa. Pengine kwenye mchezo huo leo ni namna gani ambavyo imewarudisha mchezoni, lakini pia focus sasa ya kuelekea kule kwenye ubingwa? Mimi nasikia raha sehemu moja. Na hii niseme nasikia raha sana kwa sababu Yanga akiwa anaongoza ligi kwa pointi 5. Ligi inakuwa mbovu. Kama ligi mbovu, wapinzani dhaifu. Akiwa anaongoza pointi 5. Zikibakia alama 2, Yanga ndo anakuwa mbovu, ligi imechangamka. Ligi inakuwa imechangamka. Kwa hiyo mimi napata raha hata hivyo fika pointi 2 hivi. Mimi maombi yangu twende hivi mpaka mwisho, ili angalau mtu seme kwamba Yanga hii ligi ngumu. Maana zikifika 5 tu mnakata tamaa na nyie waandishi kama mnacheza. Ligi mbovu, Yanga anaongoza ligi mbovu. Hakuna ushindani. Zikibakia 2 ndio mnakuja juu sasa. Ligi imechachamaa, ushindani ni mkubwa, mnaonaje kama Yanga? Yuko point 5 beta sio hilo swali. Ungesikia ligi unavyoona wapinzani wazidi kuangusha pointi kila siku na nini? Mimi natamani hii 2 iendelee. Unajua mwaka jana kama mnakumbuka, tulienda pointi 1 mpaka kwenye dabi. Mpaka kwenye dabi mpaka tukapiga tuka pointi 4 juu. Kwa hiyo hizi 2 mimi natamani ziendelee mpaka siku ya ubingwa, ili Yanga tupo Isamuya siku ya mwisho. JKT hapo. Simba hapo wana uwanja wapi wanacheza? KMC. Maana nimesikia taarifa wanataka kuhama uwanja. Kuna sehemu alienda kuomba hifadhi. Wewe unasema wewe, mimi sijui. Nimesikia wanataka kuhama pale KMC, lakini kule walipokwenda wametimuliwa vipi? Wametimuliwa vipi? Wewe. Watu wachezaji wametapika wiki nzima, wapelekee tena kijiji. Huko. Bakini huko na Yanga. Kwa maneno huko tutetee shida huko. Kwa hiyo tuko nao KMC. Mungu alitamani kuondoka. Taifa hamna? Taarifa wakubwa watapishani. Wakubwa watapishani. Sasa siku hiyo wakati wao wanacheza mechi ya mwisho na KMC, sisi tunacheza mechi hapa na JKT. Ili muwe busy, mnafuatilia huku, mnafuatilia huku. Wewe utakuwa uwanja gani siku hiyo? Inategemea sasa. Yaani inategemea nini? Inategemea na majukumu sasa siku hiyo. Utakapangiwa. Umeruka vizuri. Hiyo siku ili mfuatilie huku na huku yani. Lakini ligi mimi nilizungumza mapema tukiwa na pointi 5 kwamba mnakosea mnaposema ligi dhaifu kwa sababu Yanga anashinda. Ligi ni ngumu, wapinzani wanaimarika, wapinzani wako bora. Kwa hiyo tusikosee heshima ligi kwa sababu Yanga anashinda. Tuipeni heshima yake. Yanga kuna siku amefungwa sikafungwa na Dodoma. Maana yake ligi ni ushindani, Dodoma na timu pia ya kuifunga Yanga. Maana yake timu yote inaweza kuifunga Yanga. Kwa hiyo tafsiri yake tunaposhinda sisi tunashinda kwa uwezo wetu. Tunajiandaa kushinda hizo mechi. Hatushindi kwa sababu wengine ni dhaifu, kwa sababu sisi ni bora kuliko ubora ambao wako nao wao. Kwa hiyo sisi tutajiandaa vizuri na naamini inshallah tutatetea mataji yetu msimu huu. Ali, ukitazama Young Africans kipindi mpaka wanakuja kucheza katika uwanja huu wa Meja Isamuhyo, mechi yenu ya kwanza kupata goli ilikuwa dhidi ya Mtani. Pengine hii inaweza ikawa kama imewarudisha kwenye mchezo kwa namna moja ama nyingine mpaka hii leo. Mimi nitakwambia ndugu yangu, tumeshinda leo goli 2 bila. Lakini katika maisha yangu ya uongozi nikiwa kiongozi wa Yanga sijaona uwanja mgumu kama uwanja wa Isamuhyo. Uwanja mgumu, nina sababu nyingi za kitaalamu. Unajua size ya huu uwanja, ukiwa umezoea kucheza KMC ukaja ukacheza Isamuhyo na haujapata muda wa kutrain wa kutosha, lazima ustruggle. Lazima. Yaani ndio uwanja pekee ambao kama hauchezei utakusumbua. Sababu sidhani kama kuna ligi kwenye ligi yetu una uwanja, sijui kuhusu uwanja Mkapa vipimo vyake,
lakini sijui kama kuna uwanja mwingine wa ligi una size. Azam ifike hapa. Azam sinaingia vitatu hapa. Walipima Nyie walipima. Mnashika kataja. Bana kwa nini amuoni? Aje mambo zake siku anadanganya zaka na mambo yake. Nyie amuoni? Ni kama vinashabihiana. Katika uwanjani nyinyi mtumie kipimo kipi? Sikiliza nikwambie. Siku nyie wenyewe waandishi, sio kila kitu mnaambiwa mnakubali. Si mechi imeisha? Chagueni mwajitolea, tembea hapa. Kutoka pale mwanzo atembee. Unajua uwanja ukitoka hapa goli hili mpaka katikati ya uwanja. Ukimwita kule akusikii. Yaani atoke mtu aende kule, Azam unakaa nyuma uwanja mwingine mnaitana mnasikiana. Hapa goli hili mpaka katikati ya uwanja. Ugeuka umwite, akusikii mwenzako. Huu uwanja ni mkubwa. Alafu kipindi cha hali ya hewa kama hiki, pichi pia inakuwa inapata matatizo. Ndio maana mechi ikiisha salama hapa unamshukuru Mungu. Umeona leo yao kuna mpira itaka kupiga akapiga chini. Ile ni jeraha la henga au nyama unaachana pale. Tumshukuru Mungu tu kamaliza salama, lakini nasijui mpaka leo tutampime. Ile tayari mchezaji akiwa anapiga akakita chini hivi ni jeraha kubwa unasababisha pale. Kwa hiyo hii uwanja huu mimi binafsi ndio uwanja sijawahi kuuzoea mimi Samuel. Au unafanana na uwanja kina Masanza kule. Sasa kuna kitu mnakichanganya. Mimi bila GSM ningeishi miaka yangu yote nikiamini Singida wana uwanja. Kivipi? Mtu weke sawa. Yes. Naudia, bila GSM ningeishi miaka yangu yote nikiamini Singida wana uwanja. Kwa Mama Sanza ana uwanja pale kwao. Lakini baada ya GSM kuleta wataalamu na kuona uwanja unavyotakiwa uwe, nimegundua Masanza wana eneo la kuchezea mpira. Sio uwanja. Uwanja una sifa nyingi. Ile ni eneo, yani ni kama shule ya Muungano, kuna eneo la kuchezea mpira limepandwa nyasi. Ndio ile eneo la Singida. Ni makosa makubwa kwa mtu ambaye umeshashuhudia uwanja ukaendelea kuita uwanja wa Masanza ni uwanja. Lile ni eneo la kuchezea mpira ambalo wana Singida walikubaliana tuchezeni hapa. Ukiita uwanja inabidi uje pale ya Yanga tukupe michoro. Uione kama uwanja unakuwa na VIP box, unakuwa na VIP, unakuwa na mageti, unakuwa na dressing room hii, unakuwa na gym, unakuwa kwa kina Masanza ukitaka kahawa ni utoke nao nyumbani kwenye chupa ya chai ndio uje nao mmiminiane. Lakini uwanja mpya wa Yanga kahawa unabonyeza kwenye kikombe. Wewe unabisha ulikuwepo? Ramani sipo unaitap kwenye kikombe na shuka unakunywa. Lakini wakina Masanza kule utoke na chupa ya chai nyumbani. Mje pale half time ndo mnamiminiana. Ukichelewa imeisha hiyo. Si mazingira lakini. Mazingira alafu kingine. Sema Singida baridi. Ukitaka kwa mimi nielewa kuchezea ni baridi inayoingia pale. Uwanja wa Yanga unapokea hali zote. Pakiwa pana jua kali utakupa yes, umefunga. Hamjaona mchoro vizuri? Kuna AC zimetegeshwa zile kwenye juu kwenye pale. Na ile uwanja niwaambie tu watu hapo wenye tabia ya kuleta uchawi wa mvua. Tukikutana tunafunika. Yaani pale Yanga uwanja wetu jamani, nitakuwa atoki mtu kweli. Ukija na mauzauza ya mvua tunafunika juu. Sisi na wewe kwenye mwanga. Yaani hamna kuna timu kia tukicheza nayo. Fuatilieni, tukicheza nayo. Si kama ni hali ya hewa tu. Ndio hali ya hewa timu hiyo tu. Jangwani uwanja mpya tumetegesha. Ikaribia hiyo mechi tukiona manyunyu. Tap! Unajifunga. Twendeni huko ndani. Yaani kwa hiyo naibia vitu vingi. Na yeye ameshuhudia viwanja mnazunguka sana. Mtashuhudia uwanja jamani wa Yanga ambao niwaambia siku ile kwamba ukitoa uwanja wa timu ya taifa ya Morocco, uwanja wa pili kwa ubora na uzuri Afrika ni uwanja ambao Yanga tunakwenda kuujenga. Kibongo hakuna. Mkapa unauzidi uwanja wa Yanga kwa ukubwa. Bunju ni poli la sungura hilo. Zungumza vitu vingine. Ni eneo ambalo watu wanafanya mazoezi leo, usiku wanaingia sungura kula majani. Sasa huwezi kwa uwanja huo. Ipo faida mnadhani ya kwamba vilabu vingi vinabidi vichukue somo kutoka kwa uongozi wa Yanga? Somo nimeshalisikia. Kuna kiongozi mmoja nimemsikia sijui jana sijui leo akisema na wao uwanja wao upo leo eti uwanja na sisi upo karibu. Ndugu zanguni, GSM amekubali
kutoa 50 kwa 50. Tena hii somo nzuri. Hii mtapandisha hii? Mtapandisha kweli? Tutapandisha. Una mashaka na sisi? Mtabiliki nyie. Au Zuberi tumeliki. Amekubali kugawana share za umiliki wa uwanja 50 kwa 50. Jana kuna mchambuzi, jina sitamtaja, kuna mchambuzi mmoja akanitumia message akaniambia hii 50 kwa 50 ikoje hii? Kwanza mtu kimenifurahisha, awali Yanga walikuwa hawajengi uwanja, ndio ilikuwa story kubwa. Tukamwambia tunajenga. Ngo. Baada ya kumuona GSM kasaini pale, story imebadilika sasa. Washaanza kuamini Yanga anajenga kweli uwanja. GSM wabaishi. Sasa wameanza 50 kwa 50. Akaniambia inakuaje? Nikamuuliza yule mchambuzi. Wewe una maoni gani? Akaniambia ndakuwa mmiliki uwanja wenu au mkijenga uwanja akija investor baada ya muda mnampa muda anarudi. Nikamwambia hili ni tatizo kubwa ambalo wewe pengine uko nalo na watu wengi wanaojadili kuhusu viwanja wako nalo hawafanyi research. Nikamwambia nitajie mtu. Nikamwambia uwanja wa Emirates ni uwanja wa nani? Uwanja wa nani? Emirates. Uwanja wa wanashare asilimia 30 kwa 70. Uwanja wa Emirates nani anao-own? Arsenal. Sasa nataka niwape assignment hapa. Hii mmejibu kama mmejibu wenzenu jana. Nendeni mkafanye research. Nani anaumiliki uwanja wa Emirates? Kwa share. Shekhe. Ukinijibu ili jamii ijue uje unijibie hapa. Hivyo tunajua kama wewe ndio hujui. Subiri njoo mbele. Nikampa swali la pili. Kila siku mnasikia hapa uwanja wa Anfield na mnaimba. Nani anaumiliki uwanja wa Anfield? Akajibuje na wewe? Liverpool. Nikampa naye assignment. Nendeni kafuatilieni. Nani ana own uwanja wa Anfield? Shida ni kwamba tumekuwa tukiishi hivyo siku zote. Kipindi hicho mitandao sijui utandawazi ulikuwa hatufuatilii. Kutoka hapa anzeni kufuatilia. Yaani discussion ya uwanja kabla hujaingia anzeni kufuatilia. Viwanja hivyo Ulaya, huo klabu kubwa za Ulaya, anzeni kufuatilia. Kama ni share kivipi? Si ndio? Kama ni umiliki, nani anamiliki? Yaani Anfield inamilikiwa na nani? Si ndio? Arsenal wanamiliki uwanja upi? Juzi hapa Spurs katoka kujenga uwanja mpya mkubwa. Si ndio? Kafuatilie nani anamiliki ule uwanja. Ili ukija kuchambua mambo ya uwanja hapa Tanzania angalau uwe na details. Kwamba nimefuatilia kitu mimi nakwambia hivi shekhe, hayuko binadamu duniani atafanya maamuzi kama aliyofanya GSM kwenye swala la uwanja. Hayupo kutoa 50-50 share. Hayupo huyo binadamu na hajazaliwa. GSM kwa kauli yake Yanga imemkaa kwenye moyo. Anasema hii investment na kwenda kutengeneza legacy. Hakuna biashara hapa itakayorudi. Investment inawekwa pale ni mapenzi yake kwa Yanga. Na mkitaka kuamini ni gumu. Hapa Bongo si kuna watu waliomba kujenga uwanja, waliomba asilimia ngapi? 80 kwa 20. Na hiyo ukikaa chini vizuri ukichambua bila mambo ya utani wa jadi, pia 80 kwa 20 haimlipi yule bilionea. Hiyo ni fact. Maki naye hana mtu wa kumsemea, nimsaidie tu, si ndio? Alipigwa mawe alivyosema 80 kwa 20. Hata mtu mmoja anaweza kumuelezea. Ndugu zanguni, project za uwanja hata huyo bilionea aliyesema 80 kwa 20, ukiketi chini vizuri, hata yeye haitamlipa hiyo 80 kwa 20. Itamchukua miaka zaidi sijui ya 100 na kurudisha hela yake. Kwa sababu Dar es Salaam hapa, niko vizuri. Kuna viwanja vingine vingapi vile? Viko vingi tu, kuna Uhuru tutaanza kutumika, Mkapa utatumika, KMC ipo, huu hapa unatumia kwenye ligi, Azam kule kuna uwanja, viwanja vitano hivyo, si ndio? Maana yake wewe ukiwa na uwanja kama Yanga, ndio uwanja wako huo. Don't expect kwamba kuna siku KMC ya kukodisha. Ndio uwanja, ucheze mechi ngapi pale, mpate hela ya kulipa mabilioni ya fedha. Kwa hiyo mimi niwaambie, na hii haitaka ijirudie. GSM alichokifanya ni mapenzi yake kwa Yanga. Zuberi nimewachia assignment leo. Nataka kesho mnijibu. Hii si mtapandisha, nitapandisha nini? Tutapandisha. Nani mmiliki wa viwanja mvotajia hiyo? Wote mmejibu hapa. Arsenal. Liverpool. Uwanja wa Arsenal. Sogea. Kwa hoja. Kwa hoja. Tunajibu kwa hoja. Usijiamulie sasa hapo. Usijiamulie. Subiri. Hapana. Haya, uwanja wa Arsenal unamilikiwa na Arsenal wenyewe. Kwa sababu gani? Arsenal walifungua kampuni ya kuweza kumiliki uwanja kupitia udhamini wa Emirates, ndio.
Nahisi ndo jibu lenyewe. Usihisi. Ndo jibu lenyewe. Of course ndo hivyo. Ndio hilo. Sasa kupitia kampuni yao ndo anamiliki wenyewe uwanja. Sasa mimi nakupa assignment na wewe. Kafuatilie. Au sio? Kafuatilie. Mijadala hii ya uwanja imekuja wakati ambao watu wengi hawana knowledge ya mambo ya uwanja. Kwa hiyo ukifuatilia chini ndio utajua hizi kampuni ambazo zinajenga kwenye viwanja zinajenga vipi, club zinapata nini. Fuatilieni. Ndio maana nyie mlivyoambiwa 80 kwa 20 mkaanza kupaza midomo, mkaanza kumshambulia tajiri. Nataka nikuhakikishie tajiri hata 80 kwa 20 pia haitamlipa. Ni fact, haitamlipa. Project za uwanja tena kwa taifa letu la Tanzania, tuwapeni support hao wawekezaji wajenge. Kwa sababu yani haimlipi kwa sababu gani? Ukiwa mmiliki una haki ya kuzungumza kitu chochote ambacho kinaingia kwenye uwanja. Si ndio? Kuzungumza chochote kinachoingia kwenye uwanja? Ngoja kupe mfano. Leo tumecheza hii mechi hapa. Si ndio? Au tufanye mechi ya Benjamin Mkapa. Uwanja ule ni mali ya nani? Serikali. Tumecheza pale ile mechi, imeingia gate collection. Pato ambalo linakwenda kwa mmiliki wa uwanja. Unajua unaweza ukaona watu 60,000 ukajua kwamba milioni 500 anaichukua serikali. Mwenye uwanja anachukua 15% kwenye gate collection. 15%. 15 sio 50. 15 sawa. 15%. Tufanye mfano, imechezwa mechi, gate collection imekuwa shingapi ulisema? Imekuwa labda milioni 50 labda. Si ndio? Milioni 50. Maana yake 15% ya hiyo 50 million nazungumza hapo milioni kama 7 hivi, si ndio? Kama 7 hivi. Nazungumza hapo. 7.5 Haya. Sasa mradi umekuwa labda bilioni 80 kajenga. Mnacheza mechi 15 za nyumbani za ligi. Milioni 5 mara hiyo hela kwa mechi 15. Mnatumia miaka mingapi kumlipa tajiri yenu? Na hiyo milioni 5 ndio tunazungumza share sasa. Hiyo 7 uliosema ndio share inapoanzia hapo sasa. Shareholder. Ndio inapoanzia share hapo sasa, kwamba si mmekubaliana, yani hiyo amount unaolipa ya miliki wa uwanja ndio share inapoanzia. Sio ile yote ile. Ile share ile milioni 7 ndio mnapoanza kugawana, kwamba umesema 80 kwa ngapi? Kwa 20. Haya, 80 ya milioni 7 ni shilingi ngapi? Anarudishaje? Hapo miaka mingi. Ndio maana nakwambia hivi, sisi Yanga tuna bahati. GSM hana tamaa. Aliamua kwamba 50 kwa 50, alafu bismillah. Liga ametaka liga sibakie. Sasa hii shida ni kwamba nyie huwa hamuelewi. Yaani unaona niliongea Zuberi wapi? Betha, unaona niliongea? Kwa hawa. Vichwa vyao vilivyo. Nimepita hapa, nimetokea asubuhi akishakutana kwenye vikao vyao. Unakuwa watu wa moja tena. Sawa. Nashukuru.